Mtazamaji mpendwa, ifuatayo ni makala fupi inayoonyesha matukio mbalimbali yaliyojiri katika maadhimisho ya kitaifa ya siku ya kunawa mikono, siku ya matumizi ya choo bora na wiki ya usafi wa mazingira Tanzania. Katika makala hii utatazama baadhi ya mambo yahusuyo uzinduzi wa msafara wa sabuni yenye manufaa na kazi ya uhamasishaji iliyofanywa katika mikoa 8 na timu ya msafara huo iliyoratibiwa na kusimamiwa na mtandao wa asasi za kiraia zinazojihusisha na masuala ya maji na usafi wa mazingira hapa nchini, yani Tanzania Water and Sanitation Network, kwa kifupi TAWASANET. Na kutakia utazamaji mzuri mwanzo hadi mwisho. Karibu sana. Ifikapo pa kila mwaka dunia huadhimisha siku ya kunawa mikono, yani Global Hand Washing Day. Serikali yetu kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo kama vile UNICEF, WaterAid, WSP, GIZ na wengineo, zikiwemo asasi za kijamii kama vile TAWASANET, kwa pamoja walizindua msafara wa sabuni yenye manufaa, ukibeba ujumbe mahususi wa mwaka huu unaosema usafi ni ustaarabu, unaanza na sisi, tumia choo bora, nawa mikono kwa sabuni, okoa maisha ya watoto. Msafara huo ulizinduliwa rasmi katika viwanja vya shule ya msingi Mgulani wilayani Temeke na Mheshimiwa Sofia Mjema, mkuu wa wilaya ya Temeke, aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Said Mek Sadik. Uzinduzi huo ulihudhuriwa pia na viongozi waandamizi wa Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, Elimu na Mafunzo ya Ufundi, Wizara ya Maji na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI. Pia walihudhuria viongozi wa Manispaa ya Temeke, wawakilishi wa asasi za kiraia, wawakilishi wa wanafunzi kutoka shule za msingi za Manispaa za Temeke, Ilala na Kinondoni. Uzinduzi huo uliashiria kuanza rasmi kwa safari ya kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya choo duniani na wiki ya usafi wa mazingira Tanzania, ambayo kitaifa ilifanyika mkoani Singida tarehe 19 Novemba mwaka huu 2013. Msafara wa sabuni yenye manufaa kwa mwaka 2013 ulikuwa na madhumuni makuu 4. La kwanza ni kuamsha ari na hamasa ya unawaji mikono kwa maji safi na sabuni katika nyakati zote muhimu. Msisitizo mkubwa ni kwa ajili ya kuokoa maisha ya watoto ambao ni walengwa wakuu wa msafara kwa mwaka huu. Unanawa mikono yako. Ukimaliza unaondoka. Pili ni kuikumbusha jamii juu ya umuhimu wa ujenzi na matumizi ya vyoo bora shuleni na kwenye ngazi za kaya. Tatu ni kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa utunzaji na usafi wa mazingira. Na 4 na mwisho ni kuhimiza halmashauri kutenga bajeti ya kutosha kwa ajili ya ujenzi wa vyoo na vifaa vya kunawia mikono, pia kuzingatia mahitaji ya makundi maalum, hususan walemavu. Tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka 2013, msafara wa sabuni yenye manufaa ulianza rasmi safari kuelekea mkoani Singida kupitia mikoa ya Pwani, Tanga, Kilimanjaro, God.
tucheze pamoja. Msafara bwana, msafara wa sabuni, sabuni yenye manufaa kwetu sisi Arusha, Manyara. Makubwa ni msafara wenye manufaa. Mimi kwa niaba ya timu nzima ya msafara wenye manufaa wa sabuni yenye manufaa, tuko hapa kwa ajili ya kuamsha hari wa masishaji na kuelimisha masuala mazima ya kunawa mikono sambamba na matumizi sahihi ya vyoo. Dodoma. Na hatimaye uliwasili na kupokelewa mkoani Singida tarehe 15 Novemba mwaka 2013. Pamoja na kusisitiza utoaji elimu katika vituo mbalimbali, msafara pia uliambatana na wasanii ili kutoa burudani na vionjo mbalimbali kabla na baada ya shughuli za uelimishaji. Burudani hizo ni pamoja na ngoma za asili, sarakasi, wakati unashangaa huku unapiga makofi, wakati unashika kiuno huku unapiga makofi. Vigelegele vinaruhusia, vigelegele vinaruhusia, vigelegele. Asante sana Sweda, asante Sweda, asante sana Sweda jamani. Siri yake ni moja tu, siri yake ni ndogo sana. Siri yake ni sana anatumia choo bora. Sasa muona pale
maendeleo bora na usafi wa mazingira. Kwa mkono kuangalia chama tawala muziki na vichekesho. Wanakuwa ni moto. Sasa ule hapo ile bila kunao uone. Wanakuwa moto. Usikuja usingizi hoji kabisa. Watoto hawezi kuoa. Kwa maji na sabuni wanayaweza hayo yote ya kijana. Wazee wa kata jana watamani sana. Kubaliana. Vipindi vya maswali na majibu yanayohusiana na uelimishaji jamii vilitumika pia ili kupima uelewa. Watoto kwanza hawezi kujitegemea, kwa hiyo lazima walindwe. Pamoja na kulindwa kwao, bila watoto hakuna taifa lolote lile. Kwa hiyo ni sawasawa na kwamba ni nasari, tunawalea ili wawe taifa la kesho. Na bila watoto hakuna taifa linalokuja. Asante sana. Naomba tumpigie makofi bibi kwa kujali afya yake. Na wakati wa kula chakula bibi unakwaje? Nakuta maji. Mikono. Nalao. Kama nalao. Kama chakula tunalika. Ndio. Nalao. Bibi anatukumbusha kitu kimoja muhimu katika sharti na sheria kubwa ya kunawa mikono. Tunahimiza tutumie maji ya moto ama maji ya uvuguvugu. Bibi ndicho anaweza kupata yeye. Anasema yeye kwanza anachemsha yale maji ya kunawa kabla hajakula. Lakini pia akimaliza kula ananawa pia mikono yake kwa maji ya moto. Tumpige makofi bibi. Chombo gani unatumia bibi katika kunawa mikono? Chombo gani? Bibi anatumia karai. Auto wangu anauliza, je, maji ya kunawa mikono kwa sabuni nitapata wapi na makopo hapa shuleni? Au maji nilionayo nyumbani na sabuni nilionayo nyumbani? Naomba nisaidie. Vizuri sana. Tumemsikia Kitai? Ndio. Jamani asita kuhakikisha bunduki mkaogopa kumjibu swali lake. Naomba tushirikiane kumjibu. Sekibi. Na mjibu kama ifuatavyo. Maji safi na sabuni, mabeseni, makarai, utavikuta chooni, lazima uvitumie au sio bibi Nyanga? Sambamba na zawadi mbalimbali kama vile kanga na sabuni vilivyotolewa ili kuhamasisha wahudhuriaji. Msafara wa sabuni yenye manufaa ulishiriki kikamilifu ufunguzi wa maadhimisho ya mwaka huu 2013, ambapo baada ya kuwasili mkoani Singida mnamo tarehe 16 Novemba katika sherehe za ufunguzi rasmi, msafara huo ulipokelewa na mgeni rasmi, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambapo kwenye kilele mnamo tarehe 19 Novemba msafara huo ulihitimishwa rasmi na mkuu wa mkoa wa Singida, Mheshimiwa Dr. Paseko Ole Kone aliyekuwa mgeni rasmi. Kwa maendeleo kwa sasa inatekelezwa kampeni ya kitaifa ya usafi wa mazingira iliyozinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete tarehe 5
Juni 2012. Kupitia kampeni hii tunatarajia kuongeza vyoo bora vipatavyo 1,500,000 katika ngazi ya kaya. Kwa upande wa shule tunatarajia shule 812 zitapata huduma ya vyoo bora, sehemu za kunawia mikono na huduma za maji safi. Baada ya kusema haya, ninatamka kuwa maadhimisho ya siku ya matumizi ya choo duniani, siku ya kunawa mikono duniani na wiki ya usafi wa mazingira yaliyofanyika hapa mkoani Singida kitaifa nimeyafunga rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kulikuwa na mafanikio kama ifuatavyo. Lengo la msafara lilikuwa ni kufikia idadi kubwa ya watu kwa kadiri inavyowezekana ili kufikisha ujumbe uliokusudiwa kwa wanafunzi na wanajamii wengine katika ngazi ya kaya. Zaidi ya watu 40,000 walifikiwa moja kwa moja na harakati za msafara. Safari ni safari. Licha ya mafanikio makubwa ya msafara huu, changamoto anuwai zilijitokeza wakati wa msafara, zikiwemo kuharibika kwa magari ya msafara ambako kulikwamisha msafara na kuvurugika kwa ratiba ya safari. Shukrani muhimu sana ziende kwa wakurugenzi yani DETS na watendaji wa idara za elimu na afya katika halmashauri za Kibaha, Korogwe, Same, Moshi, Hai, Meru, Karatu, Babati, Kondoa, Dodoma, Bahi, Manyoni na Singida. Mtazamaji mpendwa, huo ndio mwisho wa makala hii fupi iliyokuletea yale yaliyojiri katika maadhimisho ya siku ya unawaji mikono, siku ya choo duniani na wiki ya usafi wa mazingira Tanzania, yani Global Hand Washing Day, World Toilet Day and Sanitation Week in Tanzania. Makala ambayo imetayarishwa na kuletwa kwako na mtandao wa asasi zinazojihusisha na masuala ya maji na usafi wa mazingira Tanzania, yani Tanzania Water and Sanitation Network au kwa kifupi TAWASANET. Usafi ni ustaarabu, unaanza na sisi. Tumia choo bora, nawa mikono kwa sabuni, okoa maisha ya watoto.